nchini. Hiyo ina maana kuwa SHA sasa haitalipia kila aina ya matibabu ambayo Mkenya aliyesajiliwa chini ya SHA atakwenda kutafuta ughaibuni. Jopo la ushauri wa manufaa ya matibabu limesema huduma hizo zitalipiwa kikamilifu, huku waziri wa afya Aden Duale akisema hatua hiyo inanuiwa kuzuia Wakenya kutafuta matibabu nje ya nchi pamoja na kukabiliana na ufisadi. Brenda Wanga anaarifu. Kwa muda sasa tangu bima ya SHA ianze kutumika, kumekuwa na hali ya sintofahamu kuhusu namna wagonjwa wangepata matibabu nje ya nchi, huku Wizara ya Afya ikionya kwamba hospitali na baadhi ya madaktari walikuwa wanatumia njia hii kuendeleza ufisadi, huku wakiwaacha wagonjwa na changamoto za kifedha. Wizara ya Afya sasa imetoa mwongozo. We have introduced a robust, transparent framework for overseas referrals that put the patient first and protect our resources. Kulingana na Duale, mgonjwa hawezi tena kupelekwa nje ya nchi kwa huduma ya matibabu ya upasuaji unaweza kufanyiwa hapa nyumbani. Jopo maalum la wataalamu limebainisha kuwa ni huduma za matibabu na upasuaji za aina 36 pekee ambazo Kenya haiwezi kushughulikia kwa sasa. Ikiwa hali yako haiko kwenye orodha hiyo, SHA haitagharamia malipo. If you want to pay for yourself is okay, but under SHA it must fall within the 36. The only conditions which the law allowed us. We have also introduced a very strict vetting protocols. Every referral is now subjected to a peer review by the claims office to ensure that the medical necessity is found. Usimamizi wa SHA sasa unasema kwamba malipo ya matibabu nje ya nchi yataigharimu shilingi nusu milioni kwa kila mgonjwa. Wizara inasisitiza kuwa hii inahakikisha uendelevu na kuhimiza ukuaji wa utunzaji wa wataalamu wa ndani ya nchi. Vilevile, mwongozo huo sasa unaelekeza kwamba ili hospitali yoyote ya kigeni impokee mgonjwa wa Kenya ni lazima ieleweke na SHA. This new framework guarantees that we are not going to exporting our patients and also exporting our money to support healthcare system of other nations. And let me repeat it, we will not export our patients and our money to support healthcare systems in other countries. Wizara inashikilia kuwa mwongozo huo sio tu wa kuokoa pesa, lakini pia unahusu kujenga mfumo wa afya ambao unafanya kazi kwa Wakenya wote milioni 29 waliosajiliwa. Kwa kubana matumizi ya fedha nje ya nchi, serikali inatarajia kulazimisha uboreshaji wa miundo mbinu ya ndani na kuhakikisha kwamba siku moja Kenya itakuwa na uwezo wa kutibu maradhi au kufanya upasuaji ambao kwa sasa haufanyiki. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.